Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa na chombo cha habari cha TASS ikinukuu shirika la habari la Irani la Tasmin News Agency, makombora ya Irani yameripotiwa kulenga na kupiga malengo kadhaa katika eneo la Gush Dan, kitovu cha miji ya kati ya Israel. Hata hivyo, hadi sasa hakuna maelezo ya kina yaliyotolewa kuhusu aina ya makombora yaliyotumika, ukubwa wa uharibifu au idadi ya majeruhi. Eneo la Gush Dan linajumuisha mji wa Tel Aviv na vitongoji vyake ambavyo ni moyo wa uchumi, biashara, teknolojia na diplomasia ya Israel. Sasa endapo mashambulizi haya yamethibitishwa kikamilifu, basi tukio hili lenye uzito mkubwa kimkakati. Sasa endapo mashambulizi haya yamethibitishwa kikamilifu, basi ni tukio lenye uzito mkubwa kimkakati, kwani linaashiria kupenya kwa mashambulizi hadi katika eneo lenye msongamano mkubwa wa watu na miundombinu muhimu ya taifa hilo. Tuangazie pia chanzo cha mvutano katika operesheni ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, ambapo mashambulizi haya yanakuja kufuatia operesheni kubwa ya kijeshi iliyozinduliwa mnamo Februari 28 na Marekani pamoja na Israel dhidi ya Iran. Na kwa mujibu wa taarifa za ikulu ya Marekani, operesheni hiyo ililenga kukabiliana na kile kilichoelezwa kuwa vitisho vya makombora na mpango wa nyuklia wa Iran. Sasa katika operesheni hiyo, miji mikubwa ya Iran ikiwemo Tehran iliripotiwa kushambuliwa. Viongozi wa Marekani walihalalisha hatua hiyo kwa hoja ya kujilinda dhidi ya tishio linalokuwa. Wakati huo huo, kauli kutoka Washington zilikwenda mbali zaidi kwa kuwataka wazi wananchi wa Irani kuipinga serikali yao na kuchukua madaraka, jambo lililoibua mjadala mkubwa wa kimataifa kuhusu kuingilia masuala ya ndani ya taifa huru. Katika moja ya mashambulizi ya Marekani pamoja na Israel kule Irani, ilipelekea pia kifo cha kiongozi mkuu wa Irani. Ni moja kati ya taarifa nzito zaidi ambayo imeweza kutokea kwa hivi karibuni, ambapo kiongozi mkuu wa Irani Ali Khamenei pamoja na viongozi wengine waandamizi wa Jamhuri ya Kiislamu waliripotiwa kuuawa, ikiwa taarifa hii inaacha majonzi kwa watu wa Irani pamoja na mataifa mengine. Sasa kifo cha kiongozi mkuu si jambo dogo katika mfumo wa kisiasa wa Iran. Nafasi hiyo ni ya juu kabisa katika muundo wa mamlaka ya taifa hilo, ikijumuisha mamlaka ya kidini na kijeshi. Tukio kama hili linaweza kusababisha mabadiliko makubwa ya uongozi wa ndani, lakini migogoro ya kisiasa kuhusu mrithi na kuimarika kwa misimamo mikali dhidi ya mataifa yanayohusishwa na mashambulizi. Wakati huo huo, tukio hilo linaweza kuchochea hisia kali za kulipiza kisasi miongoni mwa vikosi vya kijeshi na wananchi wanaoiunga mkono serikali yao. Baada ya mashambulizi ya awali, Islamic Revolutionary Guards Corps IRGC ilitangaza kuanza operesheni ya kulipiza kisasi kwa mujibu wa taarifa hizo, na malengo ya ndani ya Israel yalishambuliwa sambamba na vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyoko katika nchi za Ghuba ya Uajemi. Nchi zilizotajwa kuwa na vituo vilivyolengwa ni pamoja na Bahrain, Jordan, Qatar, Kuwait, Falme za Kiarabu na Saudi Arabia. Sasa endapo mashambulizi haya yametokea kwa kiwango kilichotajwa, basi mzozo huu unavuka mipaka ya Irani na Israeli pekee na kuingia katika sura ya mgogoro mpana wa kikanda unaohusisha maslahi ya Marekani moja kwa moja. Sasa tuangazie maana ya mashambulizi katika Gush Dan kule, ambapo kulengwa kwa Gush Dan kuna uzito wa kiishara na kimkakati kwa sababu eneo hili lina makao makuu ya makampuni makubwa ya teknolojia, lakini pia miundombinu ya kifedha iko pale, lakini bila kusahau pia ofisi za kidiplomasia ziko pale katika Gush Dan, lakini pia kuna makazi ya mamilioni ya watu. Hili ni muhimu sana kulikumbuka. Hivyo hata shambulio lenye uharibifu mdogo linaweza kuwa na athari kubwa ya kisaikolojia. Sasa katika vita vya kisiasa, athari ya kisaikolojia mara nyingi ni muhimu kama athari ya kijeshi. Uwezo wa kuonyesha kuwa moyo wa taifa unaweza kufikiwa unaleta ujumbe mzito kwa wananchi na viongozi. Tuangalie pia uthibitisho huru katika vita vya taarifa, ambapo ni muhimu pia kutambua kuwa taarifa hizi zinatoka katika vyombo vya habari vinavyohusishwa na pande za mzozo. Na katika mazingira ya vita vya taarifa huenda sambamba na vita vya silaha. Sasa Irani inaweza kutangaza mafanikio makubwa, kuimarisha morali ya ndani kwa wanajeshi
lakini pia hamasa kwa wananchi kusubiri ule ushindi. Lakini Israel au Marekani wanaweza kuchelewesha kutoa taarifa kamili kwa sababu za usalama au kimkakati. Hivyo uthibitisho huru kutoka vyanzo vya kimataifa au picha za satellite utakuwa muhimu ili kubaini ukubwa halisi wa tukio hilo. Tuangazie pia hatari ya kupanuka kwa mgogoro wa kikanda iwapo mashambulizi yataendelea na kujibiwa kwa mashambulizi mengine. Hatari ya kupanuka kwa vita ni kubwa. Marekani ikiwa tayari imehusika moja kwa moja na vituo vyake vikilengwa, inaweza kuamua kuongeza operesheni zake, na mataifa mengine ya ukanda yanaweza pia kulazimika kuchagua upande au kuimarisha ulinzi wao. Hii inaweza kubadilisha mzozo wa pande mbili na kuwa mgogoro wa kikanda wenye washirika wengi. Athari za kiuchumi na usalama wa anga ni wazi zipo, na katika mazingira ya mashambulizi ya makombora, mataifa mara nyingi huchukua hatua ya kufunga anga zao au kuweka vizuizi vya safari za ndege. Hatua kama hizi huathiri mambo mengi. Ukiangalia pia Tanzania, shirika la ndege lile HCL limeweza kuzuia safari zake za kwenda katika mataifa mengine. Dubai pia pale safari za ndege zimeweza kusitishwa. Kwa hiyo athari ni katika engo hiyo ya usafiri wa anga kimataifa, lakini biashara na usafirishaji, bei za mafuta katika soko la dunia. Kwa hivyo Mashariki ya Kati tunajua ni kitovu muhimu cha nishati duniani. Kwa hivyo kuongezeka kwa vita kunaweza kuathiri usambazaji wa mafuta na hivyo kupandishwa bei katika mataifa yote. Sasa iwapo hali hii itaendelea, inaweza kuwa ni mwanzo wa vita kamili ya kikanda au mzunguko wa mashambulizi ya kudhibitiwa katika historia ya mvutano kati ya Iran na Israel. Kumekuwa na mashambulizi ya moja kwa moja au kupitia washirika, lakini pande zote zimejaribu kuepuka vita vya wazi vya muda mrefu. Hata hivyo, tukio la kuuawa kwa kiongozi mkuu wa taifa na mashambulizi ya moja kwa moja katika miji mikubwa yanaweza kubadilisha hesabu za kimkakati. Na tukihitimisha ni kwamba taarifa kwamba makombora ya Irani yamepiga malengo Gush Dan kufuatia operesheni ya Marekani na Israel dhidi ya Iran ni tukio lenye uzito mkubwa wa kisiasa na kijeshi. Kifo cha kiongozi pia mkuu wa Iran inaonyesha pia ukubwa wa matukio haya, namna ambavyo yanaweza kuathiri moja kwa moja na kubadilisha kabisa sura ya uongozi wa taifa hilo na kuongeza hatari ya kulipizana kisasi baina ya wapiganaji. Kwa sasa hali inaendelea kufuatiliwa kwa karibu na jumuiya ya kimataifa. Uthibitisho huru wa matukio haya utakuwa muhimu katika kutathmini ukubwa wa mzozo na athari zake. Sasa kinachobaki wazi ni kwamba mvutano huu umeingia katika hatua mpya, hatua ambayo inaweza kuandika upya historia ya usalama wa Mashariki ya Kati. Endelea kutufuatilia zaidi. Hii ni JMTV, kwa undani wa taarifa. Usisite kabisa kututembelea.